Huko kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa na taarifa ambazo zimekuwa zikishtua, kuleta hofu na kuinua taharuki, hasa kwa watu wengi waliokuwa wanampenda ama kumfuatilia. Alikuwa mbunge wa jimbo la Tanga mjini, alikuwa pia waziri wa afya wa Tanzania katika vipindi vilivyopita, Ummy Mwalimu. Taarifa hizo zikidai kwamba Ummy Mwalimu yupo kizuizini. Sasa Mseto Media tumekuletea hapa ukweli juu ya taarifa hiyo inayomhusu Ummy Mwalimu, ambayo imeibua sintofahamu kubwa uko kwenye mitandao ya kijamii. Kabla sijakupa taarifa hiyo kwa undani, na kukumbusha mtazamaji wangu ambaye bado hujajiunga nasi ama ndo kwa mara ya kwanza unatutizama, basi uhakikisha umebonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele ili usiwanapitwa na taarifa zetu. Siku kadhaa hivi sasa kumekuwa kwenye mitandao ya kijamii kuna taarifa inayopostiwa ikidai kwamba Ummy Mwalimu yupo kizuizini na amezuiliwa kutoka nje ya nchi, ambapo watu wengi wamekuwa wakihoji juu ya taarifa hiyo na wakilalamika kwa nini kitu hicho kimekuwa kikifanywa na mamlaka husika, ambapo sasa Mseto Media tumefuatilia kwa undani taarifa hiyo na hapa tunakuletea ukweli wa taarifa hiyo. Kwanza, taarifa hiyo ambayo ilikuwa ikipostiwa sana katika mitandao ya kijamii, mfano kule Facebook imepostiwa na Tanzania Leaks na akaunti nyingine nyingi, na kule pia mtandao wa X, lakini pia Instagram. Taarifa hiyo ilikuwa imeandikwa hivi: breaking, aliyekuwa mbunge wa Tanga mjini na waziri wa afya Ummy Mwalimu yuko kwenye zuio la kusafiri nje ya nchi. Ummy amezuiliwa mpakani Horohoro kuvuka kwenda Mombasa, Kenya. Watanganyika na wana CCM kwa ujumla, sio Chadema tu, hata CCM tumezuiliwa. Sasa ili kujua ukweli wa taarifa hiyo ni kwamba Ummy Mwalimu mwenyewe kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii kama Facebook lakini pia Instagram akaja akaposti taarifa hiyo ambayo ilikuwa inadai kwamba amezuiliwa kutoka nje ya nchi. Alafu Ummy Mwalimu kaandika: na washukuru wote walionifikia kutaka kujua ukweli kuhusu hii, ni uzushi, ipuuzwe, nipo okay, alhamdulillah. Ummy Mwalimu akaposti hivyo na kuandika uzushi ipuuzwe, lakini haikuishi hapo. Nao pia immigration ambao hao ndio husika wa mipakani kama unataka kutoka nje ya nchi, nao wakaposti na kuandika lipuuzwe, fake, this is fake, please ignore it, wakimaanisha kwamba taarifa hiyo inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii ni fake, kwamba Ummy Mwalimu hajazuiliwa kutoka nje ya nchi kama taarifa hizo kwenye mitandao zinavyodai. Sasa kwa sababu watu wengi pia wamekuwa wakifuatilia na kutaka kujua ukweli wa hili, basi Mseto Media tukasema sio vibaya kama tutakuletea hapa ili na wewe uweze kujua kwamba taarifa hii sio ya kweli na ni ya uongo kama Ummy Mwalimu mwenyewe alivyothibitisha. Kwa taarifa zaidi baki na sisi, tutakuwa tunakuletea kila lile linalotokea. Hapa ni channel yako pendwa kabisa Mseto Media, hakikisha umebonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele. Endelea kuenjoy na kufuatilia taarifa zetu. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere. Sikudanganye mtu, siri ya biashara ni matangazo. Ungejisikiaje kama biashara yako ingetangazwa hapa na sisi na maelfu ya watazamaji wetu wakaifahamu na kukusapoti? Hujachelewa bado, tupigie kwa namba unazoziona hapo juu ama tuandikie email msetomediatz@gmail.com tukutangazie biashara yako kwa matokeo chanya.